Jumuiya ya kuhudumia watoto na familia Children and Family Care Organization imefanya zoezi la usafi wa mazingira katika nyumba za kulelea wazee Sebleni, ikiwa lengo ni kuwatembelea ili kuwapa faraja wazee wa eneo hilo. Wakizungumza katika zoezi hilo, baadhi ya wajumbe wa jumuiya hiyo wameeleza malengo na dhamira zao. Tumechagua wazee kwa sababu ni family pia. Na kisha hapa tumekuja kwa sababu tumesema tuna care. Kwa hiyo na wazazi wanahitaji wawekwe katika hali ya usafi. Kwa hiyo tumekuja hapa tunafanya hali ya usafi na baadaye tunawagaia chochote tulichokuwa tunacho. Kitu cha kwanza tulichokiona au ambacho ni muhimu zaidi, watoto pamoja na wazee kiukweli wana maisha magumu sana na wanadhalilika sana, wanapata wakati mgumu sana katika maisha yao. Sasa sisi kama jumuiya tumekuja kutoa nguvu yetu, kutoa mchango wetu kuweza kupambania taifa la baadaye, taifa la kesho, kwa sababu tutakapomtengeneza mtoto, tutakapompambania mtoto kuweza kukua katika makuzi mazuri, hapa tumelitengeneza taifa, hapa tumeisaidia serikali. Naye mwenyekiti wa jumuiya hiyo Musa Abdullah Ali amesema machache wakati wa ugawaji wa sadaka baada ya zoezi la usafi. Kikubwa sisi kama organization ya kuhudumia watoto na familia na wazee, basi tumekuja hapa kwa ajili ya kuserve. Tunafahamu kuserve ni kuhudumia, ni kitu ambacho sio kitu rahisi tu hivi, kinahitaji moyo, kinahitaji courage ili ya kujitoa binafsi. Kwa hiyo sisi tumeamua kujitoa, lakini kipekee kabisa tunafahamu leo ni tarehe 8, ni siku ya wanawake duniani. Kwa hiyo katika organization yetu tunasema kwamba tunahudumia wazee pamoja na watoto. Bila shaka including wazee, manake wanawake wamo. Kwa hiyo bado watu duniani wanasherehekea ama wanaadhimisha maadhimisho haya siku ya wanawake duniani ya tarehe 8 katika miundo tofauti. Sisi kama jumuiya tukasema tusikae nyuma, na sisi tukaona tuje kwa namna yetu, ndio maana tumefika hapa. Lengo letu kubwa, tunafahamu kwamba wazee walikuwa kama sisi, na watu wanasema kwamba kijana ni taifa la kesho. Maana yake inanipa picha kusema na mimi ni mzee wa kesho. Kwa hiyo bado inanisukuma kuona kwamba wazee ni watu ambao tunawahitaji. Kwa upande wake Omar Haji Omar, mkuu wa division ya maendeleo ya jamii kutoka Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, ametoa shukrani na kuipongeza jumuiya hiyo kwa moyo wake wa kujitolea. Jumuiya ilisema itatoa sadaka ya sabuni na tende kwa wazee. Kwa kweli kwa niaba ya mkurugenzi wangu nishukuru kwa jitihada hizo. Zipo jumuiya nyingi, lakini sio zote ambazo zimepata fikra ya kufanya kitu kama hicho hapo. Kwa hiyo nyinyi kupata fikra hiyo imeendana na mnasaba wa jina lenu, jumuiya ya kusaidia familia na watoto. Kwa hiyo hicho ndio kinachotakiwa, kwamba tunawapenda wazee, tunawapenda watoto kwa vitendo. Kwa kilichofanyika kimefanyika kwa vitendo, tumeshuhudia kama wizara, na tunakuombeni muendelee. Na kila hali itaporuhusu basi muendelee kufanya hili, kwa sababu wazee wetu hawa wanatuhitaji sisi. Kwa hiyo kwa karibu nao manake ni kwa fariji. Kwa hiyo kwa niaba ya wizara, lakini kwa niaba ya mkurugenzi wangu niseme kwamba tumefarijika, tumeona kwa vitendo, tumeshiriki pamoja. Kwa hiyo mimi nakushukuruni, karibuni tena, asante. Mtazamaji, ni jambo jema kuona bado zipo jumuiya zinazoendelea kujitolea katika kuzifariji jamii zenye uhitaji. Hivyo nitoe wito kwa jamii kuzipa mashirikiano jumuiya hizo pamoja na serikali ili kuleta ustawi bora kwa makundi yote katika jamii. Amina Omar, Al-Fatah TV Online. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Al-Fatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo, kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu, pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Al-Fatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp alama ya kujumlisha 255 Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Al-Fatah TV Online, dira ya umma.